Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yangu mpenzi Muislamu na ewe mpenda kheri kokote pale ulipo duniani, alhamdulillahi rabbil alamin. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, bingwa wa mabingwa, aliyenyanyua mbingu saba pasi na nguzo, kwa kuweza kutuwafikisha kumaliza projekti hii kubwa kabisa ya uchimbaji wa kisima. Ndugu yangu mpenzi Muislamu, kisima hichi kimechimbwa katika mkoa wa Dar es Salaam, sehemu panapoitwa Mbande. Ndugu zangu wapenzi wa Islam, eneo hili la Mbande, wakazi wake hususan wakina mama walikuwa wakipata shida na dhiki kubwa kabisa, wakitembea umbali mrefu kutafuta maji. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, afdalu sadaqati saqiyul ma, bora ya sadaka ni kunyosheleza maji. Ndugu yangu Muislamu, Allah subhanahu wa ta'ala amlipe kila la kheri dada yetu aliyeamua kujitolea wakfu kisima hichi kwa ajili ya marhumu wake waliotangulia mbele ya haki. Tunasema Allah aipokee sadaka yetu, na tunamuomba Allah ajalie hii sadaka ikawe katika mizani ya hasanati zake siku ya mwisho, siku ya Kiyama. Ndugu yangu mpenzi Muislamu, kama unavyoona harakati za awali kabisa za uchimbaji wa kisima hichi, masha Allahu Ta'ala, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Tulianza harakati hizi vyema za uchimbaji wa kisima, tukaja kupachika na mabomba na kufanya finishing ya mwisho, ikiwa kukujengea pamoja na kukipiga tiles kisima. Masha Allahu Ta'ala, hakika ni mradi unaopendeza na wenye kuvutia katika macho ya watu. Alhamdulillah rabbil alamin. Hivi ndivyo ambavyo wakazi wa eneo hili la Mbande walivyopokea sadaka hii kwa furaha bashasha. Wallahi alazim, ndugu yangu Muislam, siku hii ilikuwa ni siku ya furaha pindi tulipokabidhi kisima hichi kikiwa chenye kutoa maji. Allah subhanahu wa ta'ala awajalie kila lenye kheri na kila lenye baraka, na akitie kheri kisima hichi kiendelee kutoa maji mpaka pale atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Nashukuru kwa kutuletea mradi huu wa visima. Tunashukuru sana kwa kutuchimbia visima, ila ninachoomba huu mradi ni bado ni mdogo sana, visima hivi havitoshelezi kwa kitongoji hiki cha Mzemle. Ila mimi ni mwakilishi wa mjumbe wa kijiji cha Mwanadiratu, kwa hiyo nipo hapa, naomba niwasemee kama serikali, tunaomba mtuzidishie visima hivi, ni vichache mno, kwa sababu tunapata tabu sana wa juu huku kushuka mpaka huku chini. Ni kazi sana, kwa sababu kuna wazee, kuna watoto wadogo, lakini mnapotuletea mradi kule juu, kwa sababu mradi kule juu ili tupate kunufaika hata sisi kule wa juu, sio wa huku tu bondeni kila siku, kwa sababu visima vingi sana vimechimbwa huku bondeni, lakini sisi kule juu kuna watu wengi sana, kusema kuteremka hapa ni kazi kubwa sana. Kwa hiyo tunawaomba ili mtuletee mpaka kule juu na sisi tunufaike wa kule juu, tunawaomba sana jamani. Tunashukuru kwa mradi huu mliotuletea hapa kwenye kitongoji chetu cha Mzemle. Nikiwa kama mama wa Mzemle, natoa shukrani sana kwenu kwa kutuletea maji. Tunapenda kushukuru kwa kutuchimbia kisima. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awazidishie. Maana tulikuwa na kero ya maji sana. Maji tunalala visimani, tunashinda juani kwa kutafuta maji. Lakini kwa sasa hivi kisima mtuchimbia sisi kitatufaa wakati wa jua kiangazi. Kama kitatusaidia tunashukuru. Kwa hiyo mtuzidishie visima vingine. Tuna kero nyingi sana wa mama. Kama kutakuwa na uwezekano zaidi ya kutuletea maji, mtoto miradi mingine mizuri, na sisi wanawake wa mama tunufaike, maana sisi wanawake ndio kila kitu. Kwa hiyo tunaomba jamani, mtusaidie hili, mmetusaidia na lingine tena, kama kuna uwezekano mtusaidie zaidi ya hilo jamani. Asanteni. Yangu mpenda kheri, nasi tunakuita katika masala haya ya kheri, kwani Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah, na hakuna chochote mtakachokitanguliza katika mambo ya kheri ila mtakikuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunayo maeneo mengi kabisa yenye dhiki, shida na mitihani ya maji, maeneo ambayo dada zetu, mama zetu, fa subhanallah, wanapata shida na dhiki kubwa kabisa wakitembea umbali mrefu kutafuta maji. Ndugu yangu
yangu mpenzi Muislamu, kama nilivyowasomea hadithi ya Mtume kuwa hakuna sadaka bora kama kuwanywesha watu maji. Ndugu yangu, kama unataka kufaulu, unataka wepesi wa mambo, unataka Allah kuondoshea mitihani, dhiki na misokosoko uliyokuwa nayo, basi jitahidi sana kutoa sadaka ya maji. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lilyusra, imma yule ambaye atakayetoa na akasadikisha mambo mema ya akhira, Allah subhanahu wa ta'ala anasema tutamfanyia wepesi wa mambo yake mtu huyo. Ndugu zangu wapenzi wa Islam, alhamdulillah, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Hichi ni kisema chetu namba 1 kusimamiwa na The Ikram Foundation. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe taufiki tuweze kuchimba na sehemu zingine zenye dhiki na mitihani na misokosoko ya maji. Allah kulipeni kila lenye kheri na kila lenye baraka, na tunamwomba Allah tukutanishe tena katika kheri nyingine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.